Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wathanau lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalaha ma ba'd. Tulikuwa tunazungumzia mwanadamu anapopata mapenzi ya kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yataka amuombe Mwenyezi Mungu abaki awe na thabati katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na awe na istiqama katika maisha yake, kwa sababu ile daraja ulioifikia kwa wewe kuzingatia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikakupa hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu fi sirri wal alania, kwa siri na kwa dhahiri. Kwa wewe unamwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, humuasi Mwenyezi Mungu katika hali zote, na saa zote upo katika kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumuomba. Na hili la kuomba rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwanadamu ni jambo ambalo lataka alizingatie sana, kwamba wewe yote yale unayoyafanya ni kwa sababu ya taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yote kule kuwa usahali kwako wewe wa kufanya taa ni taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sababu kuna watu wengi ambao hawakupata hidaya ya taufiki ya kushikamana na taa. Kwa hivyo wewe, ile rehma ya Mwenyezi Mungu ambayo imekufikia wewe, yataka uwe ni mtu mwenye kuzingatia rehma yake Allah Subhanahu wa Ta'ala na kukithiri kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu wako wengi viumbe katika dunia hii, lakini wewe ukawa ni miongoni mwa watu uliochaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuingia katika rehma yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata janna utaingia kwa rehma zake Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala si kwa ibada zako. Zile ibada unafanya imtithalan li amri Allahi Subhanahu wa Ta'ala, unafanya ibada kufuata amri za Mwenyezi Mungu, lakini janna utaingia kwa rehma zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa unapohisi kwamba wewe waishi maisha yenye kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na alofundisha mtume wake salawatullahi wasalamu alaihi, yataka uwe ni mja wenye kukithirisha kushukuru na kuleta istighfar. Yani ujifundishe daiman ulimi wako kusema alhamdulillah na astaghfirullah. Alhamdulillah kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa neema ya wewe kuhisi ladha ya kufanya ibada na kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni neema ambayo wewe utakaoishukuru. Wa astaghfirullah, kwamba zile teleza za kibinadamu zinazotokea au kule kughafilika kwako na kumtaja Mwenyezi Mungu, ambao watu wengi hawaoni kwamba hili ni kosa. Utamwona mtu hayuko pahali ambapo hairuhusiwi mtu kumtaja Mwenyezi Mungu. Ukiweko pahali pa kukidhi haja ndio huruhusiwi kumtaja Mwenyezi Mungu, ukiwa uko kwenye pahali pa kukidhi haja yako, uko chooni. Sasa ukitoka, angalia unasemaje? Ghufranak, unaomba msamaha. Kwani umekosea nini? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah asema wewe unamshukuru, unasema unaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu kwa kule kubaki katika sehemu ambayo ulikuwa huwezi kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa unaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwepo pahali ambapo ulikuwa huwezi kumtaja. Sasa ukiwa uko pahali waweza ukamtaja Mwenyezi Mungu na humtaji Mwenyezi Mungu, yataka useme ghufrana kama mara ngapi? Hili lataka mazingatio
na tutakuja kulifafanua katika kipindi kitatakuja. Mwenyezi Mungu atupe taufiki, atusamehe madhambi yetu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.